Karibu mpendwa mtazamaji wa Mwangaza Digital, nawe msikilizaji wa redio Mwangaza FM, tusikilize tafakari ya ujumbe wa Mtakatifu Gaspari leo tarehe 27 Mei. Mtumaini Maria mtakatifu sana, na amani iwe moyoni mwako. Mtumaini Maria mtakatifu sana, na amani iwe moyoni mwako. Ujumbe wa leo unatualika kumtumainia Maria ambaye analeta amani na faraja kwa watu wote. Bikira Maria, mama wa Yesu, anawakilisha mfano wa imani na uaminifu katika Mungu. Katika nyakati za changamoto, kumtumainia Bikira Maria kunaweza kusaidia kuimarisha matumaini yetu na kutuongoza kwenye njia ya amani. Katika maandiko matakatifu yanatufundisha umuhimu wa kumtegemea Mungu katika maisha yetu, au umuhimu wa kumtumainia Mungu katika maisha yetu. Tukisoma katika waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura ya 15 aya 13 inasema, Mungu wa matumaini awajaze ninyi furaha na amani katika kumwamini. Hii inaonyesha jinsi imani inaweza kutuletea amani hata wakati wa majaribu. Ndugu zangu, kumtumainia Maria ni kumtumainia Mungu kwa sababu yeye ni mama wa mwana wa Mungu. Bikira Maria kama mama wa mwana wa Mungu ana uwezo wa kutuombea sisi. Tunapomwomba Bikira Maria, tunajua maombi yetu yanasikilizwa na Mungu. Katika Katekisimu ya Kanisa Katoliki namba 969, Bikira Maria anafanya kazi na Roho Mtakatifu katika kuwaombea waamini duniani kote. Hii ina maana kwamba tukiwa tunamtumainia Maria, tunaweza kuwa na uhakika kwamba Bikira Maria anatupenda na anataka kutusaidia katika matatizo na katika mashaka yetu. Tunapoomba msaada wake, anatusaidia kuwa karibu na Mungu. Wakati tulipokuwa tukitazama Yesu akifa msalabani, Bikira Maria alikuwa pale akiwa mwanamke mwaminifu na mwenye moyo uliovunjika. Tunapomwomba Bikira Maria, tunaweza kumwambia matatizo yetu na kutafuta faraja na matumaini. Tunapoomba kwa Bikira Maria, tunaomba amani na ushindi katika maisha yetu. Amani inamaanisha kuwa na utulivu wa ndani na furaha ya kweli, wakati ushindi unatuwezesha kushinda majaribu na vishawishi vya shetani. Bikira Maria ni mfano bora wa unyenyekevu na utii kwa mapenzi ya Mungu. Tunapomtazama yeye, tunajifunza jinsi ya kumtii Mungu na kuishi maisha yanayompendeza. Kwa mujibu wa Biblia, Bikira Maria alikuwa mwanamke aliyejaliwa sana na Mungu, aliyechaguliwa kuwa mama wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Hii inaonyesha umuhimu wake katika mpango wa wokovu wa Mungu. Tukisoma katika Injili ya Luka sura ya 1 aya 31, Malaika Gabrieli anamwambia Maria, na tazama, utachukua mimba na kuzaa mtoto mwanamume, naye utamuita jina lake Yesu. Hii ni ushahidi wa wazi kwamba Maria alikuwa mama pekee wa Yesu. Katika sala ya Salamu Maria, tunamuomba Bikira Maria atuombee sasa na saa ya kufa kwetu. Hii inathibitisha jukumu lake kama mpatanishi wetu na mama yetu wa kiroho. Tukizidi kumtumainia Bikira Maria, atakuwa msaada wetu katika kila hali ya maisha yetu. Tunaweza kumuomba wakati wa furaha na wakati wa huzuni, wakati wa mafanikio na wakati wa majaribu. Yeye daima yuko tayari kutusaidia na kutuongoza. Tunaweza kumuomba Bikira Maria katika njia nyingi, kama vile kwa sala ya Salamu Maria au kwa sala ya Rozari Takatifu. Pia tunahimizwa kukuza ibada hii ili tuweze kufaidika na neema na baraka ambazo Mungu ametupa kupitia Bikira Maria. Hivyo ndugu zangu, kumtumainia Maria mtakatifu sana ni kufanya sala kwa Bikira Maria, tukimuomba atuombee kwa Mungu ili tupate amani na ushindi katika maisha yetu, na tukumbuke kuwa yeye ni mama yetu wa mbinguni na anatupenda sana. Itukuzwe damu ya Kristo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateri Sixberto Munishi wa shirika la wamisionari wa damu azizi ya Bwana wetu Yesu Kristo.